Said vipi? Mambo yako vizuri bwana. Niambie bwana. Wanataka fahamu kidogo mawili matatu bwana ya Simba kiongozi. Okay. Kikosi mara baada ya ligi kusimama, kikosi kipo katika mchakato wa aina gani, Ahmed Ali? Kwa sasa timu yetu iko mapumziko mara baada ya kumaliza mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Azam. Wachezaji tumewapa mapumziko, watarejea tena katika uwanja wa mazoezi tarehe 28 ya mwezi huu wa 12. Okay, na jana tumeshuhudia kwamba tumesikia kumekuwa na kikao cha uongozi kujadili masuala mbalimbali. Kile kuepo? Sina hakika na hilo. Sina hakika na hilo. Wewe ndio msemaji mkuu, wewe ndio afisa habari mkuu wa klabu hiyo, meneja wa habari. Ni kweli? Sasa kwa nini usifahamu? Mbona picha tumeziona mtandaoni? Sasa kumbe picha umeziona sasa tena unaniuliza mimi hivi. Na umejiridhisha vipi kama picha ni za jana? Kwa kulikuwa hakuna kikao. Maana mimi idara yangu haijaenda kupiga hizo picha. Kweli. Okay, mchakato wa kocha mkuu ukoje mpaka hivi sasa, Ahmed Ali? Mara baada ya ligi kumalizika, kwa maana ya kusimama na wachezaji kupewa ruhusa ya mapumziko na wengine kwenda kujiunga na timu zao za taifa kwa ajili ya michuano ya AFCON. Hivi sasa mipango inaendelea ndani ya kikosi chetu, hasa kwenye uongozi wa juu wa kufanya tathmini mechi 5 za mwanzo tumechezaje, mechi 2 za ligi ya mabingwa Afrika hatua ya makundi zimekwendaje, na baada hapo tuangalie kama kuna maboresho yote ambayo yanatakiwa kufanyika ndani ya timu yetu. Tufanye haya maboresho ili tuwe na mwenendo mzuri pale ambapo ligi na mashindano mbalimbali yatakaporejea. Kwa sasa tupo kwenye mchakato wa kuangalia ni mwalimu gani sahihi anatufaa ndani ya timu yetu kwa kupitia maombi mbalimbali ambayo yamewasilishwa kwetu, lakini vile vile kwa kuangalia makocha ambao wapo katika timu nyingine ni mwalimu gani ambaye anatufaa, na baada hapo tuje tufanye maamuzi kwa ajili ya kuja kuiongoza timu yetu. Tunaweza tukazungumza kwamba kuna kwa hivi sasa kwenye asilimia ngapi juu ya kumpata kocha mkuu? Ni ngumu kusema asilimia ngapi, lakini niseme tu mchakato unaendelea na lengo letu ni kupata mwalimu mapema, aje Tanzania mapema, tumkabidhi timu mapema. Tarehe 28 timu itakaporejea katika uwanja wa mazoezi awe tayari amesha wasili, yuko na vijana wake, na wale ambao wapo kwenye michuano ya AFCON apate nafasi ya kuangalia na kuwafanyia tathmini wakiwa huko, na baada hapo tutakaporejea katika mashindano yetu tuwe kwenye ubora wetu wa 100%, kwa maana mwalimu apate muda wa kutosha kukaa na wachezaji, kufanya mazoezi ili kutengeneza timu iliyo imara na bora zaidi. Tunakwenda kwenye dirisha dogo la usajili. Klabu ya soka ya Simba kuna mpango wa kusajili wachezaji, baadhi ya wachezaji? Bado sijapewa jumuisho hayo na viongozi wangu kutokana na ripoti ambayo wameipata ya kiufundi, kama kuna usajili, kama kuna chochote ambacho kitafanyika kwenye upande wa dirisha dogo. Lakini kikubwa ni kwamba lazima kwanza tufanye hiyo tathmini, tujiridhishe kama kuna sehemu panahitaji ongezeko la mchezaji, na baada hapo tutaingia sokoni kutafuta huyo mchezaji husika. Bwana Mpanzo anatajwa bwana na Yanga bwana, au kila siku ndio hivyo? Hamjawazoea? Sasa kwa bwana wanaangalia kwamba huenda kwamba anawafaa zaidi, kwamba hana furaha pale Simba. Basi sawa. Sawa. Kwa hiyo waendelee kumtamani. Waendelee ruksa kutamani na ruhusiwa. Okay. Na wanasimba, kipi ambacho ungependa kuambia kwa hivi sasa mara baada kutoka kwenye maumivu ya kufungwa? Ungependa kuambia nini? Kwanza ni wape pole, ama tujipe pole kwa kupata matokeo mabaya dhidi ya Azam FC. Lakini ukweli ni kwamba hatuko vibaya kwa kiwango ambacho inavyohadithiwa ama kusimuliwa. Ukiangalia katika timu zote 16 za ligi kuu ya NBC, kila timu katika mechi zake 5 za mwanzo aidha amefungwa ama amepata sare.
Japo tulitamani Simba tushinde michezo yote mitano, lakini wakati mwingine lazima ukubali ushindani upo na kuna wakati unafungwa. Kwa hiyo isionekane kama ni jambo jipya sana, kama ni jambo geni sana. Waswahili wanasema tumeloja, yani isionekane kama tumeloja Simba Sports kufungwa dhidi ya Azam FC. Ni matokeo ya kawaida ambapo timu nyingi wamepata matokeo kama hayo. Kama si kufungwa basi walau kupata sare. Hakuna ambaye amefanikiwa kushinda mechi 5 mfululizo. Kwa Simba Sports Club kupoteza mechi moja, kushinda mechi 4 si mbaya sana. Kwa hiyo isionekane ni jambo la ajabu sana, ama ikaonekana Simba tuna matatizo makubwa, Simba tuna shida kubwa, Simba kuna changamoto kubwa, Simba kuna nini, isionekane kuna huo ukubwa namna hiyo. Tumepoteza mchezo mmoja kati ya michezo 4 ambayo tumeshinda ndani ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kwa sasa niwaambie tu wana Simba kwamba tutulie. Tunaangalia tumekosea wapi kiufundi katika mchezo ule dhidi ya Azam. Tunajipanga, tutakaporejea tena mwezi wa kwanza hapo turejee tukiwa na nguvu iliyokuwa bora na imara zaidi. Kwa sasa makelele, shutuma, lawama haziwezi kutusaidia wala haiwezi kujenga timu yetu, zaidi ya kwamba tunawapa faida watesi wetu na tunajipotezea focus sisi wenyewe. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.